Kinga ya mwili. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni Professional Certified Wellness Consultant by WHO, NCD's Coach, Non-Communicable Disease Coach and Health Resilience Coach. Na wasaidia watu kuweza kuboresha afya zao kama wewe ambaye pengine unapitia changamoto ya kinga ya mwili kwa sasa. Nite Dr. Mbaraka Mbwambo. Hongera kwa kugusa ukurasa wako huu wa www.afyaborakipatoimara.com. Sehemu pekee ambayo utakayopata ushauri wa namna gani ya kuweza kula salama, kufanya mazoezi salama, lakini kutumia virutubisho ili kujilinda na changamoto zingine za kiafya. Karibu sana. Kinga ya mwili. Nini maana ya kinga ya mwili? Kinga ya mwili ni hali ya mwili wako kuweza kutengeneza autoimmune ama automatically mfumo ambao utakaokuwa ni nyenzo kwa ajili ya kulinda na kukabiliana na maradhi mbalimbali yatakayokuja katika mwili wako. Mapokezi ya kuweza kupambana na bakteria na infection, lakini pia inflammation, mabadiliko ambayo hayaeleweki pengine yanasababishwa na kitu gani katika mwili wako. Hiyo ndio kinga yako ya mwili. Sasa kwenye kinga ya mwili kuna mambo mawili ama matatu kwa kuongeza. Kuna kitu kinaitwa CD4, lakini kuna kitu kinaitwa white blood cells WBC, lakini pia kuna DNA, kinasaba chako cha mwili. Hivi vyote vinaunganika katika kusema mwili wako una hali gani katika kinga yako ya mwili. Kwa hiyo kinga sio kitu kimoja, ni mchanganyiko na muunganiko wa vitu ambavyo vinahitajika katika mwili wako ili kinga yako iweze kukaa sawa. Kwa hiyo cells zako, CD4 zako pamoja na DNA yako. Structure ya DNA inacheza katika ukurasa mkubwa sana kwenye kufanya afya yako ya mwili na kinga yako ya mwili iweze kukaa sawa. Kinga ya mwili inaweza kudhoofika kwa mambo makubwa matano. Jambo la kwanza, uzito ambao sio wa kawaida. Watu ambao wanaongezeka uzito usiokuwa wa kawaida wana uwezo kuathiri kinga zao za mwili na wakawa ni watu wenye udhaifu. Ndio maana watu wengi ambao ni wanene, mabigi, wanakuwa wachovu, wanasikia usingizi. Hiyo maana yake kinga zao tayari zinadhoofika. Na namba 2 ni mtu sasa kutokuwa na ratiba mzuri katika afya yake, hasa katika upande wa kufanya mazoezi. Watu ambao hawafanyi mazoezi wana hali ya total fatigue, wana hali hiyo. Na hao watu mara nyingi wanakuwa ni wale watu wanaofanya kazi za kukaa sana, wengine ofisini, wahasibu, waendesha magari, watu ambao wanaofanya shughuli za madukani muda mrefu wanakaa. Hawa pia wanaweza kupata udhaifu wa kinga ya mwili. Lakini changamoto namba 3 ni baada ya kuangalia katika makundi hayo ni watu wale ambao wanaokosa kuwa na wastani salama wa vyakula. Nikimaanisha nini? Vyakula vina namna yake ya kuweza kupangiliwa ili kuweza kupata matokeo chanya katika afya yako. Kumbuka kinga yako ya mwili ina play part kubwa sana katika kufanya mwili wako uweze kufanya kazi. Macho yako kuona, masikio yako kusikia, ngozi yako kuhisi, moyo wako kudunda, vyote vinafanywa kazi na kinga yako ya mwili. Lakini hata mchakato wa chakula katika kinywa chako, energy na nishati inayotokea hapo inasababishwa na kinga yako ya mwili. Kwa hiyo eneo la chakula ni muhimu sana. Na eneo namba 4 sasa ni namna wewe unavyokabiliana na maradhi. Wako watu wengi sasa wakiumwa hawana tabia ya kumaliza dozi zao. Nakuta mtu alikuwa anaumwa infection, labda malaria, ama alikuwa anaumwa UTI, amekunywa dozi, kajiona kapata nafuu, kaacha dozi. Unajua nini kinachotokea? Hii inaitwa AMR. Moja kati ya kozi ambazo nilipata nafasi kusoma katika shirika la afya na nikapata cheti ni AMR, antimicrobial resistance. Kumekuwa kuna changamoto katika bara la Afrika na maeneo mengi duniani, changamoto za watu kutumia dawa na zile dawa zinatengeneza usugu wa waponi. Kwa nini? Kwa sababu hawana tabia ya watu kumaliza dawa. Dawa yote usipoimaliza, kumbuka inafanywa kumbukumbu na kinga yako ya mwili na DNA. CD4 pamoja na white blood zinaikumbuka ile dawa. Ukiwa kukuimaliza na yale maradhi na yenyewe yalifubaa tu yakatulia, hayakuondoka, kinachotokea yale maradhi yana tabia sasa ya kwenda kujitokeza tena baadaye. Yakijitokeza ukinywa ile dawa hauponi. Ndio maana unaona UTI zimekuwa nyingi, haziishi. Ndio maana unaona PID zimekuwa nyingi, haziishi. Ndio maana unaona watu wanaumwa malaria na maradhi mengine yanayofanana na hayo ya kinga ya mwili na hayaishi. Kwa nini? Kwa sababu mwili umeshatengeneza usugu katika eneo hilo. Lakini namba 5 sasa hapa ni watu kutokuwa na utaratibu wa kupata virutubisho tiba. Virutubisho tiba ni nini? Ni vyakula ambavyo vimetengenezwa katika mchakato ambao vimetolewa viini kuweza kupata ile nutrients ama viini vyenye kiwango cha juu kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa mfano,
chungwa moja ambalo linakupa pengine extraction ya ascorbic acid labda mgs 9 mpaka 15. Wewe ili upate mgs 150 zinazohitajika kwa wiki, maana yake ule machungwa 15. Sasa je, na hii namna ambayo wewe unashinda na njaa, machungwa 15 na hicho kiungulia chake utaweza wewe? Lakini kuna supplement sasa ambayo yenyewe kidonge chake kimoja ukikipata ni sawasawa na mtu aliyekula machungwa 15, na hiyo ndio faida ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo haya maeneo matano ukijitahidi, basi una uwezo wa kuboresha afya yako na kinga yako ya mwili na ukawa salama. Tunza DNA yako, tunza CD4 zako na tunza white blood cells zako. Ukiwa una changamoto katika kinga yako ya mwili, unaweza ukapata uzee ambao sio wa kawaida unaosababishwa na udhaifu wa kinga yako ya mwili. Lakini mbaya zaidi, unaweza kupata shida za maradhi mengine nyemelezi kama pressure, sukari, lakini hata maradhi makubwa kama ya kansa ambayo yanaweza kuharibu ustawi wako wa maisha ya leo na maisha yako ya kesho. Kumbuka, bado tunakuhitaji. Kinga ya mwili, maradhi ya kansa ndio moja kati ya maradhi ambayo yanayotesa zaidi. Ikiwa utasumbua mwili wako utasumbua katika kupokea mabadiliko hayo ya infections ama bakteria ama viruses zinazoingia, kitakachotokea mwili wako utatengeneza turmo ama vimbe ambazo zitakazoenda kupambana na maradhi hayo. Vimbe hizo baadaye zikikaguliwa zitaonekana kuwa ndio kansa zimeanza katika mwili wako. Unapitia changamoto ya upungufu wa kinga ya mwili, pengine HIV, unapitia changamoto ya upungufu wa kinga ya mwili, pengine unapata changamoto ya kansa na maradhi mengine yanayofanana na hayo. Karibu uweze kupata ushauri hapa Afya Bora Kipato Imara. Mpangilio wa lishe, mazoezi pamoja na virutubisho tiba. Tutakusaidia tuweze kuona namna gani mzuri ya kukupa ushauri uweze kutibu hizo changamoto, pengine kukabiliana nazo na kuondoka nazo. Kinga ya mwili inaweza ikaleta maradhi mengi sana. Changamoto za kansa ya kizazi, changamoto ya kansa ya matiti, changamoto ya kansa ya tezi dume, changamoto ya kansa ya ubongo na changamoto ya kansa ya damu. Zote ni maradhi yanayotokana na changamoto yako ya kinga ya mwili. Ukitunza kinga yako ya mwili, basi ujue uko salama zaidi kuishi kwa muda mrefu na kujilinda na maradhi makubwa kama hayo. Kupata huduma umevutiwa katika sehemu hii na hapa Afya Bora Kipato Imara. Pembeni hapo kuna kitufe utakiona cha kupata huduma. Tutajie email yako, namba yako ya simu, andika huduma unayoitaka na changamoto unayopitia. Tuma ujumbe kwenye andika na namba yako ya simu hapo, tuma ujumbe. Tutapokea ujumbe wako na wataalamu watapokea ujumbe huo, tutakupigia na tutakupa ushauri namna gani bora kukabiliana na hiyo changamoto ambayo unapitia. Wewe unastahili maisha mazuri, unastahili usingizi mzuri, na hata hayo maumivu ya mwili na hizo hali ambazo zinakutesa zinastahili kuondoka katika mwili wako. Unastahili kuwa na ngozi nzuri, unastahili kuwa na muonekano mzuri, na unastahili kuwa na afya njema ambayo kila mmoja angeifurahia. Pengine hata wewe ungesikia raha katika zile siku ambazo Mungu amekupa neema ya kuishi. Wahi pata huduma kutoka hapa, sehemu sahihi zaidi. Tembelea katika ukurasa wetu, ujifunze mengi katika upande wa afya. Gusa changamoto gani unaotaka kuisikiliza, angalia, nenda katika upande wa kujenga kipato. Kumbuka hapa utapata ushauri wa kuboresha afya yako na kujenga kipato chako. Tunasema ni www.afyaborakipatoimara.com. Amua, jiamini, anza. Wewe ni mshindi wa afya yako. Asante sana. Niite Dr. Mbaraka Mbwambo, professional wellness healthy consultant certified by WHO. Asante sana.